Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wana wa Mungu, watoto wa Mungu, amani ya Kristo Yesu iwe nanyi nyote. Karibu tena kwenye mfululizo wa mafundisho yetu ya Introduction to the Scripture au tafsiri ya maandiko. Na hapa tunaingia kwenye sura ya 5 ambayo inasema manabii, uhamisho na matumaini ya baadaye ya Israeli. Ina maana kwamba kwenye kipengele hiki tutakwenda kujifunza mengi zaidi. Tutajifunza mambo mengi kuhusu manabii. Na hapa kwenye manabii tutaona manabii wa kweli na manabii wa uongo. Tutaona uhamisho wa wana wa Israeli kutoka na nyumbani kwao kuingia utumwani, na baada ya hapo pia tutazungumzia matumaini ya baadaye. Manabii waliweza kushimikwa, waliweza kuwekwa na Mungu ili wawashawishi watu wa Mungu waliotenda dhambi kurudi na kutubu. Kwa hiyo Mungu aliwatuma manabii kwa ajili ya kuambia mambo yajayo, kuwakumbusha mambo yaliyopita, mambo ya leo sasa na mambo yatakayokuja baadaye. Jina la Bwana libarikiwe sana, mtumishi wa Mungu. Hivyo basi manabii waliweza pia kutumwa kwa ajili ya habari moja kwa moja yenye maana, yenye msingi, ili kuwaleta wana wa Israeli waliotenda dhambi waweze kutubu dhambi na makosa yao. Pia manabii kupitia unabii wao walilitangaza neno la Mungu, na pia walirudisha Israeli mikononi mwa Mungu mara tena pale tu walipotenda dhambi, pale tu walipokwenda kinyume na Mungu. Eliya alikuwa wa kwanza katika harakati hizi za kinabii. Eliya alikuwa ni wa kwanza katika harakati za kinabii. Soma Wafalme wa Kwanza sura yake ya 17. Hapa tunaona Yezebeli, mke wa kigeni kabisa. Mpendwa wa dada wa kaka, mnapotaka kuoa msikimbilie sana kuoa wanawake wa kigeni, lakini oweni wanawake kutoka kwenye tumbo za kizazi chenu, wale mnaowafahamu, kama jinsi kama jinsi Isaka alivyotaka kutafuta mke. Alienda wapi? Ilimubidi afanye nini? Ilimubidi Isaka aende kwenye ukoo wa Ibrahim ili ajipatie mwanamke huko. Yezebeli naye alikuwa pia ni mke wa kigeni, na huyu Yezebeli alimuongoza mfalme Ahabu. Maana huyu mfalme Ahabu alikuwa ni mfalme wa Israeli. Sasa aliyemuongoza katika mambo ya kijinga, aliyemuongoza katika kuabudu sanamu, alikuwa ni huyu mke wake aliyeitwa Yezebeli, mwanamke katili kabisa mwenye akili nyingi ya kimapepo. Na pia aliabudu miungu ya Baali, aliabudu pia miungu ya kigeni vile vile. Kwa hiyo mpendwa, mambo yakawa sio mazuri hata dakika moja kabisa. Yes, man of God, I'm just teaching in Swahili today, but by tomorrow you will receive a lesson in English, because I'm mixing English lessons, French lessons, and also Swahili lessons to my people. Thank you very much for commenting. I'm seeing you on our Facebook Live. May God bless you exceedingly. Thank you. Yes, yeah, I will do that. I will translate this, but I'm talking about the prophets. Yes, and the promise of God to take his people from Babylon, from Egypt to the promised land. Thank you very much, man of God, for coming. Please, I will share this lesson to you in English after some minutes. Thank you. Yes. Kwa hiyo, by there you can read the book of King, the first King chapter 17, whereby we are talking about the first prophet of Israel, who was a prophet Elijah. Yes, kwa hiyo Ahabu alipoongozwa na huyu mwanamke, ikabidi mara moja
abudu miungu ya kigeni. Grace, pokea simu ya mamako. Kwa hiyo ilimubidi mtumishi wa kwanza wa Mungu ambaye tunamuona Mungu wa kweli